Karibu sana mtazamaji wetu wa Zone Media ili tujuzane yote ambayo yanajiri katika uga wa kimataifa. Shahed-136, drone ya mashambulizi iliyotengenezwa na Iran, imeibuka kama moja ya silaha zinazobadilisha kwa kiasi kikubwa mbinu na hesabu za vita vya kisasa. Licha ya kuwa rahisi kiteknolojia na ya gharama nafuu, droni hii imewalazimisha wakubwa wa kijeshi duniani akiwemo Marekani, Urusi na China kutathmini upya dhana zao kuhusu ubora wa teknolojia, ulinzi wa anga na nguvu ya kiuchumi vitani. Kwa miaka mingi, uwanja wa ubunifu wa kijeshi ulitawaliwa na mataifa yenye bajeti kubwa za ulinzi na teknolojia ya hali ya juu. Hata hivyo, kuibuka kwa Shahed-136 kumevunja mtazamo huo. Kutoka kuwa mradi wa ndani wa Iran, droni hii sasa imekuwa rejea ya kimataifa katika mjadala wa vita vya droni, hasa kutokana na ufanisi wake katika mazingira halisi ya mapigano. Shahed-136 imejengwa kwa falsafa ya urahisi na ufanisi, ikiwa na injini ya piston yenye takribani farasi 50, uwezo wa kubeba kichwa cha mlipuko cha kilo 40 na kufika umbali wa karibu kilomita 2000. Droni hii inalenga zaidi kutimiza lengo kwa gharama ndogo kuliko kuonyesha uwezo wa juu wa kiteknolojia. Gharama yake inayokadiriwa kati ya dola 20,000 hadi 50,000 kwa kifaa imeifanya kuwa silaha inayoweza kuzalishwa kwa wingi na kutumika kama kifaa cha kuchosha na kuvuruga mifumo ya ulinzi wa adui. Athari kubwa ya Shahed-136 iko kwenye uwiano wa gharama. Ili kuizuia mifumo ya kisasa ya ulinzi wa anga, hulazimika kutumia makombora ya gharama kubwa zaidi kuliko droni yenyewe. Hali hii imebadilisha mantiki ya ulinzi. Badala ya kuzuia silaha chache za gharama kubwa, sasa majeshi yanakabiliwa na wimbi la silaha nyingi za bei nafuu zinazoweza kuziba anga na kuwalazimisha kutumia rasilimali kubwa kujilinda. Dalili ya wazi ya athari ya Shahed-136 ni hatua ya Marekani kuanzisha programu ya kuiga muundo huo kupitia kikosi kazi cha Pentagon kinachojulikana kama Scorpion Strike. Hatua hii inaashiria mabadiliko makubwa katika msimamo wa Washington, ambayo kwa muda mrefu ilisisitiza matumizi ya teknolojia zake pekee. Mfumo mpya unaolengwa kuwa na gharama nafuu na wenye uwezo wa kufanya mashambulizi pamoja na droni nyingi unaonyesha kuwa hata nguvu kubwa zaidi za kijeshi zimekiri changamoto ya mfano wa Iran. Urusi imechukua Shahed-136 na kuibadilisha kuwa toleo lake lijulikanalo kama Geran-2. Maboresho yaliongezwa ikiwemo injini bora, vifaa vya kupunguza muonekano wa rada, matumizi ya akili bandia katika uratibu wa mashambulizi na antena za kisasa za kupambana na udukuzi yamelenga kuifanya droni hiyo ifae zaidi mazingira magumu ya vita, hususan katika uwanja wa mapigano wa Ukraine. Hii inaonyesha kuwa licha ya Urusi kuwa na programu nyingi za ndani za UAV, muundo wa Shahed uliweza kujaza pengo muhimu katika silaha zake. China pia imeonyesha dalili za kuiga falsafa ya Shahed-136 kupitia majaribio ya droni ya Long M-9 yenye muundo wa mabawa ya pembe tatu na matumizi yanayofanana. Hatua hii inaashiria mwelekeo mpya wa Beijing wa kuwekeza kwenye droni zinazozalishwa kwa wingi, zenye gharama ndogo lakini zenye uwezo wa kuleta athari kubwa katika migogoro ya kisasa na ya baadaye. Kuenea kwa mifumo inayofanana na Shahed-136 kunaonyesha mabadiliko ya msingi katika uchumi wa vita. Msisitizo sasa unaelekea kwenye wingi wa silaha badala ya ustadi wa hali ya juu pekee. Droni hizi zinapotumika kwa makundi makubwa, zinapunguza thamani ya mifumo ghali ya ulinzi na kulazimisha mataifa kutafuta suluhu mpya za gharama nafuu. Kupaa kwa Shahed-136 kunathibitisha kuwa ubunifu wa kijeshi hauhitaji rasilimali kubwa pekee. Irani imefanikiwa kubadili vikwazo vya kiuchumi na vikwazo vya kimataifa kuwa fursa kwa kuunda silaha ambayo sasa inachunguzwa, kuigwa na kuboreshwa kwa mataifa yenye nguvu zaidi duniani. Kwa kufanya hivyo, Irani imejiweka kama mmoja wa waandishi wapya wa kanuni za vita vya droni. Kwa ujumla, Shahed-136 si tu droni ya mashambulizi, bali ni ishara ya mabadiliko ya kina katika vita vya kisasa. Imeonyesha kuwa katika mazingira ya sasa, silaha rahisi, nafuu na zinazozalishwa kwa wingi zinaweza kuwa na athari kubwa kuliko teknolojia ghali na changamano. Huu ni ujumbe ambao majeshi makubwa duniani
yamelazimika kuusikiliza na kuanza kuufuata.